Mwenyekiti hapa ni mwenyekiti wa serikali ya mitaa ya Kiyombo ambaye hivi sasa ameamua kufanya ziara ghafla kukagua miundombinu ya mtaa wake baada kupata kero kubwa kutoka kwa wananchi. Leo hii waandishi wa habari tulimkuta mwenyekiti site akikagua hii barabara. Labda mwenyekiti, kitu gani ambacho umeamua sasa kukagua miundombinu ya barabara kwenye mtaa wako? Tumekuona umejitokeza tu mwenyewe umeanza kukagua. Ni kweli kabisa mwandishi, mimi ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Kiyombo. Kutokana na malalamiko na kero nyingi ambazo zinakuja kwenye ofisi yangu, nikaona nifike kwenye eneo hili kwanza niendelee kukagua na kuangalia kero hii ya muda mrefu ambayo ni malalamiko na kilio cha watu wa mtaa wa Kiyombo. Ni malalamiko ya muda mrefu, tushaomba sana, mpaka sasa hivi tunashindwa tuanzie wapi tumalizie wapi, na hili zoezi liko muda mrefu, sio la jana wala juzi, la miaka karibu 3-4 iliyopita huko, na inafahamika kwamba sisi tuna kero kubwa kwenye mtaa wetu, kero ya barabara, haswa kwenye eneo hili la Kilima hili. Hii eneo maarufu eneo la Kiyombo, mlima wa Kiyombo, ambapo nimepakana na kwa Mpalange. Ukishatoka hapa unakwenda kwa Mpalange. Okay. Ni inathari gani hii changamoto labda? Hii changamoto athari yake kubwa sana. Athari yake kwanza, tunakosa usafiri. Usafiri unakuwa wa gharama kubwa. Nauli kutoka kwa Kikonge mpaka kufikia Kiyombo shilingi 1500. Kwa hiyo kwa wananchi, kwa hali hii na uchumi ambao tunao sasa hivi, inawagharimu sana. Na kuna daladala zilikuwa zimesajiliwa Mnazi Mmoja kuja Kiyombo, haziwezi kufika kwa sababu ya hii barabara mbovu, mlima haupandiki. Kwa hiyo kero kubwa kwenye mtaa wangu ni hiyo. Kwa hiyo niwaombe tu waandishi, hii kero iwafikie viongozi wetu wa juu, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mbunge wetu Ojambi Masabuli. Nadhani yeye ni msikivu na mchapakazi kweli. Kwa hiyo naomba hili nao alione, atufikishie. Lakini na mkuu wa mkoa juzi alikuja akakagua huku changamoto za wananchi. Bahati mbaya sijapata nafasi ya kuongea naye, lakini hili nao mkuu wa mkoa alione, na Mheshimiwa Rais pia alione hili jambo, hii kero ya mtaa wa Kiyombo ambao kwa miaka mingi Kiyombo wanahangaika. Ni sehemu ambayo ipo karibu na mjini, lakini nauli yake ni kubwa. Mtu anatoka Kivule analipa nauli ndogo, lakini mtu ambaye anatoka Kiyombo hapa analipa pesa nyingi sana. Kwa hiyo hii kwa kweli wananchi wa Kiyombo wanasikitika sana. Kwa hiyo niwaombe msaada wenu kama waandishi wa habari, ili swala lisikike kwa wahusika, basi waweze kutusaidia. Neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho ni waombe viongozi wetu wenye mamlaka hayo, Mheshimiwa mbunge wetu, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, lakini pia na mama yetu Samia Suluhu Hassan, pamoja na mambo mengi ambayo ametufanyia, tunashukuru. Lakini tunaomba na hili alitazame kwa macho mawili, kwa macho matatu, ili atuone na sisi umuhimu wetu. Watu wa mtaa Kiyombo, kuna wapiga kura wengi ambao wamemchagua mama yetu, wamechagua serikali yetu. Kwa hiyo niombe sana kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kwa niaba ya wananchi wangu wa Kiyombo, naomba sana mheshimiwa, basi waheshimiwa wahusika watusaidie kwenye hili.